Kwa siku ya leo ambayo ni siku ya wafanyakazi duniani, kwanza ni kutendea haki ile kauli mbiu, kuitendea haki kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema wafanyakazi tufanye kazi kwa bidii na nidhamu, tudai haki zetu kwa mujibu wa sheria na tushiriki katika uchaguzi mkuu kwa amani. Kikundi cha ushirika cha ustawi wa jamii Chuini kinachojishughulisha na kutunza mazingira kimeatika mbegu katika eneo lililoathirika na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa lengo ni kuadhimisha siku ya wafanyakazi duniani. Akizungumza mara baada ya zoezi hilo, mwenyekiti wa kikundi hicho Omar Msusa Malenya huko Chuini, mkoa wa Mjini Magharibi, amesema zoezi hilo linaunga mkono juhudi za serikali katika kurejesha Zanzibar ya kijani na uwepo wa uoto wa asili maeneo yote ili kizazi cha sasa na baadaye kiweze kunufaika. Sasa tunajua mabadiliko ya hali ya nchi yakoje, ni wakati gani wa jua kali, ni mazao gani ambayo yanahitaji kupanda wakati wa jua kali, ni mazao gani yanahitaji sasa kuyapanda wakati wa mvua. Hii yote tumepata taaluma kutoka kwa wenzetu wa Kani. Lakini ukiachia mazao ya chakula na biashara kama ambavyo nimezungumzia, hata huku katika bonde letu hili la Mikoko kwa sasa tuna utaalamu wa hali ya juu. Hapo mwanzo tulikuwa hatuna utaalamu huu wa kuweka kitalu kama hivi, lakini walipokuja wenzetu wa Kani wametusaidia kutupa taaluma, na miongoni mwetu walitusafirisha wachache kwenda kusoma katika mkoa wa Tanga na kwenda kupata taaluma, kuona wenzetu namna gani wanajishughulisha katika harakati hizi za upandaji wa mikoko. Kwa hiyo taaluma hii ambayo mnaiona kwa sasa, waandishi wa habari pamoja na wenzetu wageni wetu hapo, ni kutokana na taaluma iliyotokana na wenzetu waliosafiri kuelekea mkoa wa Tanga kwenda kujifunza namna gani mikoko inaatikwa au inapandwa, na ndio wakaja na utaalamu. Tukaanza kidogo kidogo baada ya kutuwezesha wenzetu wa Kani kutupatia vifaa hivi vitendea kazi kama ambavyo vinaonekana katika eneo hili la kitalu. Haya ni mafanikio mazuri sana ambayo sisi wenyewe wananchi wa Chuini tunafurahia sana, kwa sababu tunapata kuona kwamba ni shughuli za kijamii tunajishughulisha, lakini hata katika uchumi kidogo kidogo na sisi tunafaidika, kwa sababu katika miti hii tunatarajia itakapokuwa mingi baada ya eneo hili kujaa, tutakuwa tunaendelea na kazi hii, lakini tutaweza kupata kujisaidia katika kiuchumi, kwa sababu tutawauzia wenzetu katika maeneo mbalimbali ambayo wanahitaji na wao kwenda kupanda miti ya aina hii. Kwa hiyo hayo pia ni matarajio ya mafanikio baadaye katika upandaji huu wa mikoko. Amesema mabadiliko ya tabia nchi yanamwathiri kila mmoja, hivyo amewashauri wafanyakazi kuambatana na matukio ya kuhifadhi na kutunza mazingira kila wanaposherehekea siku yao. Siku ya leo ambayo ni siku ya wafanyakazi duniani, kwanza ni kutendea haki ile kauli mbiu, kuitendea haki kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema wafanyakazi tufanye kazi kwa bidii na nidhamu, tudai haki zetu kwa mujibu wa sheria na tushiriki katika uchaguzi mkuu kwa amani. Kwa hiyo na mimi na wasisitiza wanachama wenzangu wa ustawi wa jamii Chuini kwamba mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Kwa hiyo tushiriki wote katika kufanikisha hilo ili nchi yetu iendelee kuwa ya amani. Kwa hiyo na waomba pia viongozi wa serikali yetu walioko madarakani na watakaoingia madarakani kuweza kutuona na sisi hapa Chuini katika ustawi wetu wa jamii, kuweza kutupatia misaada mbalimbali ambayo tunahitaji katika kikundi chetu. Haji Hamisi Hassan amesema Kani Tanzania inawawezesha wanawake, vijana na wazee wa kijiji hicho kwa kuwapatia elimu mbalimbali ya kuendeleza uhifadhi wa mazingira, na zoezi la kuatika mbegu za mikoko zitakuwa endelevu, kwani baada ya kurejesha uoto wa asili katika eneo hilo, miti hiyo watauza kwa wengine, kuhakikisha Zanzibar yote inakuwa ya kijani, pamoja na kuishauri jamii kuunga mkono jitihada hizo kwa kushiriki na kutunza mazingira kwa maslahi yao. Siku ya leo ninaizungumzia ni siku ya wafanyakazi duniani. Kama sisi ni wanaoshirika kikundi cha ustawi wa jamii Chuini, siku yetu sisi tumekuja huku kwa ajili ya kitalu chetu, kwa ajili ya upandaji
wetu wa mikoko. Faida ni nyingi tu. Kwanza tunaunga mkono katika faida ya serikali kwamba Zanzibar iwe ya kijani, na sisi tumeunga mkono hilo kuifanya Zanzibar iwe ya kijani. Hii ni faida moja kubwa sana. Wito wangu kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kwanza sisi tunaunga mkono serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar, alafu pili tunaiomba kwamba toka tuanze kitali chetu hiki bado serikali sisi hajiona ile kutusaidia sana. Kwa hiyo tunaomba ndani ya serikali viongozi wetu na sisi watuone kama ustawi wa jamii Chuini tunasapoti katika kurejesha Zanzibar ya kijani. Tunaomba kama taasisi nyingine zipo zije tuone ili tusapoti na sisi ili tufikie lengo la kuisababisha Zanzibar ya kijani. Kwa upande wao, washiriki wa kikundi hicho wametoa shukrani kwa taasisi hiyo na kuiomba kuendelea kuwaunga mkono katika harakati zao za kuhifadhi mazingira kwa maslahi ya taifa kwa ujumla. Wamesema licha ya jitihada za kikundi chao, wameiasa jamii kuendelea kutunza mazingira ili kuondoa mmong'onyoko wa ardhi. Siku ya leo tumekuja, ambayo siku ya leo ni siku ya wafanyakazi duniani. Tumekuja hapa katika kikundi cha ustawi wa jamii Chuini kwa ajili ya kushirikiana ili kuendeleza kuiweka Tanzania katika ukijani. Tumekuja hapa katika kikundi chetu hichi leo, tumepanda mbegu aina nyingi sana tumepanda. Lakini tunashukuru KANI kwa kutuwezesha hadi sasa kufika hapa na kutuwezesha jinsi gani mbegu zinapaswa kupangwa na jinsi gani zitatiwa katika vifuko na jinsi gani vile utavozieka zile mbegu ili zikue kwa vizuri. Siku ya wafanyakazi duniani leo nimefurahia sana kwa sababu nimejifunza leo jinsi gani ya kupanda mbegu aina nyingine, aina ya mchu ambayo alikuwa sijua hata inapandaje. Wito wangu kwa vijana, nataka tushirikianeni. Halafu nataka ambao vijana wako mtaani tuweze kuhamasisha jinsi gani ukijani uenezwe Tanzania. Halafu nataka pia vijana waeleze vijana wao, vijana enzi wao walokuepo kwa jamii, jinsi gani miti ina faida. Sisi tulikuwa tunaiona tu kama miti tu, hatujui miti kama ina faida ama haina faida. Ikiwa leo ni siku ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, sisi wana kikundi cha ustawi wa jamii Chuini tumeweza kupanda miti aina ya mchu. Na jinsi gani wa kupanda mti aina ya mchu katika vifuko mpaka kukua kwake. Na isisitiza jamii, kwanza sie vijana kwa vijana tuweze kushauriana kuja hapa kuja kupanda miti. Kama mimi nilikuwa mwanzo sijui aina za mikoko. Yaani nilikuwa nikiona tunaona nikiona mti tu bahari najua huu ni mkoko. Ila sasa hivi nimejua kama kuna aina 4 za mkoko. Kuna magondi, penseli na huo mchu na aina mengine za mikoko. Kwa sasa hivi naweza nikaona nikiona tu mkoko naweza kujua huu mkoko gani na huu mkoko gani. Pia nawashukuru KANI kwa kutusaidia kuweka kitalu chetu huo wavu. Maana ilikuwa mwanzo tukipanda mikoko mbegu zetu za mikoko zinakauka kwa sababu ya jua. Ila sasa hivi inakuwa na tunapata kupanda haikauki. Natoa wito kwa jamii kuweza kuja hapa, wasione kama kuja kupoteza muda, hamna. Unajifunza, unakaa huko wewe hujui, unaweza kupita hapa kuna hatuna kazi tumepanda tu miti ya kijani basi. Lakini kumbe hii miti inatusaidia mmong'onyoko wa ardhi na kufika maji katika sehemu za makazi ya watu. Mtazamaji wa KHD TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Zaitun Bakari, KHD TV, elimu ni hazina yetu.